Ni mtu ambaye amebeba sehemu ya maendeleo ya uchumi katika nyanja ya usafirishaji. Anatembea katika vumbi, milima, matope bila kujali. Anaweka gia na kuendelea na safari. Anacheza kama kiungo namba 6, yaani anaunganisha nchi kwa nchi. Huyu si mwingine, ni dereva. Dereva amekuwa ni kiungo muhimu katika kufanikisha huduma kwa wakati. Mbali na hayo, anakutana na changamoto mbalimbali katika shughuli yake hii ya usafirishaji. Leo tuangazie changamoto anazokumbana nazo dereva akiwa katika nchi isiyokuwa na amani, mbali na nyumbani. Tunaangalia madereva ambao wanasafirisha rasilimali madini kama vile kopa, goldi na hata shaba. Stori hii tunaipata kwa msaidizi wa dereva ambaye hadi sasa dereva wake ameshtakiwa kwa kesi ya madai na amefungwa kutokana na kushindwa kulipa. Mwanzo kabisa safari yao walianza safari vizuri kabisa, waliingia nchi ya jirani na walifanikiwa kufikisha mizigo, na hivyo katika kurejea walibeba mizigo kwenye gari lao. Njiani, kutokana na nchi ile kutokuwa katika hali ya usalama, kwa hiyo usalama ulikuwa mdogo, hivyo ukawa ni wajibu wa dereva kuhakikisha kwamba anakuwa mlinzi wa mzigo ule, mbali na kazi yake ambayo ameajiriwa ya udereva. Njiani dereva yule walivamiwa, wakajeruhiwa, wakashushwa kwenye gari lao na mzigo pamoja na gari vyote vilichukuliwa. Kutokana na ni wajibu wake kusimamia mzigo, dereva hakuwa na budi isipokuwa kurejea nyumbani. Dereva alianza safari na kuingia nchini. Alipofika, hatua ya kwanza kabla ya chochote, alifika kwa mwajiri yake, akamweleza hali halisi ilivyotokea na mpaka alipofikia. Na mbali zaidi, alienda akimuonyesha majeraha katika jitihada zake za kujaribu kukabili majambazi na kutetea mzigo ule, lakini kutokana na thamani ya mzigo mwajiri alishindwa kumwelewa. Hivyo mwajiri alimfungulia kesi ya madai kwa kushindwa kulinda mzigo wake na kuacha kupotea. Na tunavyojua madereva ni watu wa hali duni. Si kwamba madereva hawawezi kutafuta fedha, isipokuwa asilimia kubwa ya madereva wetu ni watu wa hali duni. Dereva huyu alikabiliwa na mashtaki ya madai, alishindwa kulipa, hivyo hakuwa na budi zaidi. Hii ni moja kati ya changamoto wanazozipata madereva wakiwa barabarani. Kwa stories zingine, habari na taarifa mbalimbali, usikose kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ya Samol Automotives. Welcome to Samol Automotives.